Afande RPC, mbele yako ni wananchi wa kijiji cha Melela Kibaoni ambacho kimsingi kina vitongoji mbalimbali, lakini pia lengo kubwa kabisa la uwepo wetu hapa ni kuelimishana kuhusiana namna bora sasa ya kuchukua hatua pindi matukio ya kihalifu yanapojitokeza katika maeneo yetu, hasa kubwa kabisa la wizi wa mifugo, ukiachilia mbali matukio mengine ambayo huwa yanajitokezaga katika hili eneo. Kwa hiyo awali, kabla hujafika, tulijaribu kuzungumza mambo kadhaa ambayo kimsingi yakitekelezwa, basi hili swala la wizi wa mifugo inaweza ikawa historia katika hili eneo, pamoja na matukio mengine madogo madogo, kwa sababu wanaofanya huo uhalifu wako miongoni mwetu hapa, na nimelizungumza hilo kwamba huwezi kwenda kuingia kwenye zizi la mfugaji wa Kimasai ukachukua ng'ombe ukaondoka nazo, wewe kama sio Mmasai au mwenyeji wa hilo eneo. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu wamefikia wanakuja na gari sasa, wanachinja kabisa mifugo hapo hapo pembeni ya zizi na wanaondoka. Hiyo haikubaliki kabisa. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, tuliongea na baadhi ya viongozi tukiwa pale jana, wakubaliana kwamba lazima sasa tuamke. Ndugu zangu, lazima tuamke. Nyinyi nikiwaona hapa ni jeshi kubwa sana. Haiwezekani mtu aje kwenye kijiji chetu, kwenye kitongoji chetu na gari anavunja zizi, anachukua mfugo, anachinja mpaka anaondoka, si tumelala. Hapana, hii ni dharau kubwa sana, ni dharau kubwa sana sana. Sasa leo wamekuja na gari, wamechinja mifugo hiyo, wanaondoka. Kesho watakuja, watafanyaje? Lazima tuwe walinzi wa rasilimali zetu sisi wenyewe, lazima. Na sasa hivi labda niwaambie tu ndugu zangu, jeshi la polisi limekuwa au limeunda utaratibu wa kufanya kazi kwa pamoja na wananchi. Katika mfumo wa kufanya kazi kwa ubia na wananchi kwenye ngazi ya kata, ngazi ya kijiji, jeshi la polisi linakuwa na miradi mbalimbali au lina shughuli mbalimbali za kufanya. Mojawapo ni kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi. Ndugu zangu, niwaambie, askari hawa mnaotuona, hatuwezi tukasema tutoe askari kwa kila mwananchi, kila zizi lake. Sio rahisi. Kwa idadi iliyopo sio rahisi. Hatuwezi kutoa ulinzi kwa kila zizi au kwa kila boma la mwananchi. Kwa hiyo swala la kuwa na mifumo ya kujilinda wenyewe ni swala la kihistoria, tangu zamani lipo. Sasa jeshi la polisi limekuja na mradi ambao kwanza tunatambua hao watu, tunawatambua kama ni sungusungu wapo wasalama, tunawatambua kwa mujibu wa taratibu, lakini tunaita kuboresha. Huyu afisa wa polisi aliyoko ngazi ya kata atasimamia hiyo vikundi, atawapa utaratibu mzuri wa kufanya kazi, kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria na taratibu. Hivi vikundi vikiwepo na vinafanya doria maeneo mbalimbali, hata toka mtu huko alikotoka na gari lake aje afanye uhalifu kama huu. Sio gari tu, hata pikipiki haitakanyaga hapo. Sawa ndugu zangu? Kwa majina, mimi naitwa Christopher Madukuli. Sina mengi ya kuongea, lakini ninashukuru kwa ushirikiano wa jamii pamoja na ofisi yako RPC, OCD pamoja na mkuu wa kituo. Mmefanya kazi kubwa sana na ushirikiano mzuri sana. Nilikuwa nafanya mawasiliano, lakini kilichofanyika na mikakati hii ambayo umeizungumzia OCD, naomba tu tupambane, tuwajue hao wezi. Mimi naamini vyombo vya usalama vitafanya kazi yake vizuri.